السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا وسلمنا من النار. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam tukufu wa daraja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea kwa mara nyingine, ikiwa ni siku ya Alkhamis baada dhuhur, Alkhamis hii ya tatu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na ndivyo masiku yanavyosonga. Ma baqiya illa al-ayyam al-qalila, kuna kilichobakia isipokuwa masiku machache katika mwezi huu. Basi tujitahidini ndugu katika iman, katika kufanya yale yaliyokuwa mazuri. Njia za huyu mwanadamu kupata utulivu, kupata saada, kupata furaha katika maisha yake ya milele, tumeitaja njia ya kwanza au njia moja ambayo ni asli min usuli din, ni asli katika miongoni mwa usuli za dini hii ya Kiislamu, nayo ni al-ikhlas, mtu kuwa na ikhlas au kutakasa yale matendo yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tukazungumza kwamba wiki hii kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala tutakuwa ni wenye kutaja thamaratul ikhlas, yale matunda na zile faida ambazo zinapatikana pale mwanadamu au mu'min anapokuwa yeye ako na ikhlas katika matendo yake. Matendo mazuri, al-amalu salih la yuqbalu illa bil ikhlas. Matendo mazuri anayoyatenda huyu mwanadamu yanakuwa hayakubaliki mbele ya Allah tabaraka wa taala illa bil ikhlas, isipokuwa mtu anapokuwa yeye ameyatenda matendo hayo kwa ikhlasi ya Allah tabaraka wa taala. Wa biduni al-ikhlas yuraddu al-amal walau kathura, basi na ikhlas, kama tulivyokuwa tumetangulia kusema kwamba haya matendo yanakuwa ni yenye kuregeshwa, anaregeshewa mwenyewe huyu mwanadamu, walau kathura, hata kama yale matendo yatakuwa ni mengi. Kwa hiyo hii ni moja katika yale matunda au thamara ya ikhlas, kwamba kukubalika haya matendo ni lazima huyu mwanadamu awe na ile ikhlas. Lakini pia mtu ambaye ni mukhlis, yeye
anakuwa anahifadhika kutokamana na hifadhi ya Allah tabaraka wa taala, anahifadhika kwa Allah tabaraka wa taala. Allah anamhifadhi katika kuingia katika maasiya. Mtu akiwa na ikhlas, Allah tabaraka wa taala anakuwa yeye anahifadhika kutokamana na kumuasi Allah tabaraka wa taala na kufanya mambo ambayo ni makruh, mambo ambayo ni kumchukiza Allah tabaraka wa taala. Tunamkuta Allah tabaraka wa taala akazungumza katika Qur'an kumuhusu Mtume Yusuf alayhi salam, alipomtaja katika aya yake akasema, kadhalika, hivyo hivyo, linasrifa anhu as-su'a wal fahshaa, ili tuweze kumwepusha na kumtoa yeye kutokamana na uovu na mambo ambayo ni machafu, tumsafishe yeye kutokamana na mambo maovu na machafu. Innahu min ibadina al-mukhlasin, kwa sababu yeye ni katika waja wetu ambao ni waja ambao waliokuwa na ikhlas, waja wema ambao wamezitakasa zile nia zao kwa ajili yetu sisi. Allah tabaraka wa taala anasema maneno hayo. Lakini pia katika thamara ambayo inapatikana katika ikhlas ni kule kupatikana tumaninatul qalbi, utulivu wa moyo wa huyu mwanadamu anapokuwa yeye ametenda matendo yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, anapata tumaanina, umakini, kutulia moyo wake. Lakini pia atakuwa na hisia kwamba yeye amepata saada, lakini warahatun min dhulli lkhalqi, na ile raha ambayo ataipata kutokamana na udhalilishi au udhalilifu, vile anavyokuwa yeye amejidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala, vile alivyokuwa yeye amejifanya mnyonge, vile alivyotakasa yale matendo yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, basi ndiyo raha ya huyu mwanadamu. Lakini pia atastarehe kutokamana na madhalilisho wanayompatia wanadamu, kwa sababu moyo wake umetulia, yeye ametenda yale matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sasa lau kama wale viumbe watakuwa ni wenye kumfanyia stihizai, wenye kumfanyia shere, wenye kumdharau, yeye roho yake imetulia, imemakinika. Ndio mnamkuta Fudhail ibn Iyad rahimahullah anasema, man arifa an-nasa, mwenye kuwatambua na kuwajua watu, istaraha, basi huyu atakuwa ni mwenye kustarehe, hupumzika, kwa sababu tayari ashawatambua hawa watu ni wa aina gani, au hawa watu anatakana aishi nao vipi. Ay idha arifa annahum la yanfa'unahu, anapojua kwamba hawa watu hawana manufaa yote na mimi, hawana kunisaidia chochote, wala yadhurrunahu, wala hawa watu hawana kunipatia madhara aina yoyote, hawezi kunidhuru mimi, istaraha minhum, basi anakuwa ni mwenye kupata kustarehe na kupumzika kutokamana na hawa viumbe. Haya ni katika au hizi ni katika matunda ambayo yanapatikana katika ikhlas ambayo huyu mwanadamu atakayokuwa nayo. Amalu salih haikubaliki isipokuwa mtu awe na ikhlas, lakini mtu mukhlis anapata hifadhi ambayo ni ya Allah tabaraka wa taala katika kumuasi, anakuwa hapati kumuasi yeye wala kufanya mambo ambayo ni ya kumchukiza Allah tabaraka wa taala. Lakini katika matunda ya ikhlas pia ni kwamba huyu mwanadamu kupata tumaanina, utulivu wa ule moyo wake. Lakini wabil ikhlas rif'atu darajat, huyu mwanadamu ni mwenye kunyanyuliwa zile daraja zake.
rif'atu darajat wa tarqi abwabil khairat, anafunguliwa daraja zake, lakini pia ile milango ambayo ni ya kufanya kheri Allah tabaraka wa taala anakuwa ni mwenye kumfungulia huyu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, innaka, hakika ya wewe mwana Adam, lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allahi, wewe mwana Adam lan tukhallafa, yani hutokuwa wewe ni mwenye kubadilisha au mwenye kubadilika. Fata'mal amalan, ukatenda matendo ambayo ni matendo tabghi bihi wajha Allahi, yani wewe mwana Adam ukawa wewe umekosea, umetenda maasiya, madhambi, makosa, lakini katika kutenda kwako yale madhambi, maasiya, makosa katika hii dunia, ukatenda badali yake amalan, tendo ambalo tabghi bihi wajha Allahi, umelifanya tendo kama lile, lakini unataka ridha za Allah tabaraka wa taala, umelifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, illa zdadta bihi darajatan wa rif'a. Mtume anasema isipokuwa wewe unazidishiwa wewe daraja na unanyanyuliwa. Angalia utukufu wa huyu mwana Adam ambao anapewa na Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye anapokuwa amekosea, khalafa, amekuja na mukhalafa, amekwenda kinyume, akageuka yeye baada ya kwamba alikuwa katika iman au alikuwa katika mistari ya kisawasawa, akageuka, lakini badali yake akageuza lile lilokuwa ovu, akafanya japo jema moja, lakini akalifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu kama huyu, illa zdadta bihi darajatan, isipokuwa anazidishwa yeye daraja, wa rif'atan, na kunyanyuliwa. Kasema Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, mmoja katika wanavyoni, alikuwa ni maula. Abu Bakar bin Ayyash huyu alikuwa ni mmoja katika maula Wasilul Ahdab al-Asadi al-Hannat, ingawa katika jina lake kuna khilafun kabir, lakini anasema ma sabaqahum Abu Bakrin, haja watangulia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ay ma sabaqa as-sahaba. Abu Bakar radhiyallahu anhu hakuwatangulia akawazidi wale masahaba bisalatin wala siyamin, kwamba akawatangulia au akawazidi sana, kwamba yeye Abubakar alikuwa akizidisha swala zaidi, labda swala au funga walizokuwa akifunga maswahaba pamoja na Abu Bakar ni zile zile, swala walizokuwa wakiswali ni zile zile. Kwa hiyo anasema ma sabaqa as-sahaba, Abu Bakar hakuwatangulia maswahaba kwa swala wala kwa funga, walakin bishai'in, lakini aliwatangulia maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengine, bishai'in, kwa jambo ambalo waqara fi qalbihi, jambo ambalo lilikuwa limekita katika moyo wake, nalo si jingine ni jambo la ikhlas, kwamba kana mukhlisan, alikuwa matendo yake yote anayoyatenda anayatenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala.
Lakini pia katika thamara, matunda ambayo tunayapata kwa kilma hichi cha ikhlas, kwamba al-amalul qalil, matendo ambayo ni machache, ma al-ikhlas, pamoja na ile ikhlas ya mwanadamu, yuadhamu inda Allah, kwamba ni matendo ambayo yanakuwa ni makubwa, yanabarikishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, wa yutadhaafu athawabu, lakini zile thawabu zinakuwa ni zenye kuongezwa. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume rehma na amani zimshikie anasema, man tasaddaqa biadli tamratin min kasbin tayyibin, yoyote yule ambaye atatoa sadaka kwa tende, yani tende ambayo ni moja, adli tamratin min kasbin tayyibin, lakini kwamba hii tende ameitoa au ameipata kwa njia ambayo ni ya kisawasawa, si kitu kwamba kilikuwa amekipata yeye cha haramu, lakini kitu ambacho amekipata ni cha halali tayyib. Wala yaqbalu Allahu illa at-tayyiba, lakini Allah tabaraka wa taala siku zote hakubali isipokuwa matendo ambayo ni mazuri, vitu vilivyokuwa visafi, vitu ambavyo vimesafika kutokamana na uharamu, vitu vya halali. Fa inna Allaha yaqbaluha biyaminihi, hakika ya Allah tabaraka wa taala anavikubali biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia. Thumma yurabbiha li sahibiha, kisha baada ya hapo Allah tabaraka wa taala anavyovipokea vitu kama hivi, sadaka kama hizi, Allah tabaraka wa taala, thumma yurabbiha li sahibiha, kisha anazihifadhi kwa ajili ya yule ambaye amezitoa. Kama yurabbi ahadukum faluwa, kama vile ambaye anamuhifadhia mmoja wenu almahru saghir, mahari ya mtoto ambaye ni mdogo. Mtoto amekuja kuletewa posa, akatolewa mahari yake, akapokea, ima babake akawa mlezi wake, akawa anamuhifadhia mahari kama yale. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anahifadhi sadaka kama ile ya yule ambaye anaitoa, hatta takuna mithla jabalil adhim. Kwa hiyo mpaka inapokuwa kama vile mfano wa jabal, mlima ambao ni mkubwa sana. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye amefanya sadaka yake au matendo yake ikhlasan lillahi tabaraka wa taala. Ndio unamkuta Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu anasema, rubba amalin saghirin, huenda ile amali ambayo unaiona ni ndogo, amali chache, tuadhimuhu an-niyya, inakuwa ni yenye kuboreshwa na kuwa ni amali ambayo ni kubwa kwa sababu ya ile nia ya huyu mwanadamu. Wa rubba amalin kabir, na huenda mtu akatenda matendo makubwa, labda akawa yeye amefanya khairati nyingi sana, matendo ambayo ungemtarajia kwamba huyu hayana mfano wake, yani alikuwa yatajaa thawabu nyingi, lakini tusaghiruhu an-niyya, matendo kama yale yakawa ni yenye kuwa ni madogo na machache kwa sababu ya ile nia yake vile alivyokuwa amenuilia. Ndio al-Imam Ibn Kathir katika kauli ya Allah tabaraka wa taala, wallahu yudhaifu liman yasha, kwamba Allah tabaraka wa taala anakuwa ni mwenye kumwongezea yule anemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Allah tabaraka wa taala akona upana, mwenye kupanua, alim tena mwenye ilmu. Anasema kwamba katika aya hii, ay bihasbi ikhlasihi fi amalihi, hii ni kutokamana
na ikhlasi ya mja katika matendo yake. Lakini idha qawiya al-ikhlas, ile ikhlasi ya mja inavyokuwa ni ya nguvu sana, wa adhmatu niyya, na nia ikawa ni nia kubwa, nia nzito, wa ukhfiya al-amalu salih, lakini matendo yake mazuri yakawa ni machache, yakawa ni yenye kufichwa. Maanake matendo mazuri ikiwa yamefichika, lakini watu wakawa na nia zao nzuri, wametakasa zile nia zao, mimma yushrau fi al-ikhfa, kuna matendo mengine ambayo yamewekwa sheria kwamba watu wafaa kuyaficha. Qaruba al-abdu min rabbih, hii ni thamara ya ikhlas. Mtu akiyafanya matendo kama haya akajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, basi thamara yake adhallahu taala dhillan arshihi, Allah tabaraka wa taala atamweka chini ya jivuli lake kesho yaumul qiyama. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, watu sampuli 7 watakuwa chini ya jivuli la Allah tabaraka wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo itakuwa kuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Ndio akataja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, mtu ambaye tasaddaqa bi sadaqatin, aliyotoa sadaqa, fa akhfaha, akaificha sadaka kama ile, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu, ukawa ule mkono wake wa kushoto haujui nini kinatoa katika mkono wa kulia, bimaana kwamba ile amal au ile sadaka ameificha kiasi ya kwamba ameitoa kwa siri sana, haikutambulika. Kwa hiyo thamara yake, yani matunda yake, ikhlasi kama hii anayoitenda huyu mwanadamu, ni kwamba yeye atakuwa chini ya kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo matendo haya tunayoyatenda kwa nia, kwa ikhlasi, yako na faida zake, yako na matunda yake kama tulivyokuwa tumetaja. Lakini pia tujiulize, kaifa yakunu al-abd mukhlisan, vipi mja atakuwa yeye ni mukhlis? Au kaifa akunu mukhlisan lillahi, vipi mimi nitakuwa kwamba ni mtu mukhlis, ninafanya matendo yangu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, fi jamii a'mali, katika matendo yangu yote. Vipi nitakuwa ni mukhlis? Kwa sababu shaitan siku zote ni mwenye kumvamia huyu mwanadamu kwa malengo liyufsida amala, ili afisidi na kuziharibu zile amala anazozitenda huyu mwanadamu. Amaluhu salihah, labda matendo yake mazuri amekuja kuyafanya, anataka kuyafanya mwanadamu, lakini ash-shaytani yattali alayhi, anamjia yeye. Wala yazalu al-mu'min fi jihadin ma'a aduwihi iblis, hata muumini bado anakuwa yuko katika jihadi pamoja na adui wake Ibilisi, anakuwa yuko pamoja na yeye. Hata akiwa katika jihad, Ibilisi amechukua ahadi kwamba yeye atakuwa yuko pamoja na yeye, hatta yalqa rabbahu ala al-imani bihi, mpaka mja anapokuwa anakutana na Mola wake katika hali ya kumwamini. Wa ikhlasu jamii a'malihi lahu wahda, akatakasa matendo yake yote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Wa min ahammi awamil al-ikhlas, lakini katika vipengele muhimu ambavyo vitampelekea huyu mwanadamu kuwa na ikhlas, jambo la kwanza, anatakana mumin muislam, ili kuijenga ile ikhlas yake, ili awe yeye ni mukhlis, awe na ikhlas, tena matendo yake kwa Allah tabaraka wa taala. Ad-du'a, ni mtu kuomba dua, kumuomba Allah tabaraka wa taala. Hii ni kwa sababu alhidayatu biyadillahi, kwamba kule mtu kuongozwa katika njia iko chini ya mikono ya Allah tabaraka wa taala. Walqulubu baina isbi'aini min asabi'i arrahman, zile nyoyo za huyu mwanadamu ziko katika
vidole vya huyu, viko katika vidole vya Allah tabaraka wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, yani ule moyo Allah tabaraka wa taala anaungeuza kaifa yasha, kwa namna yote vile anavyotaka. Falja ila man biyadihi alhidayah, basi ewe mwanadamu mtegemee yule ambaye kwake yeye ndiyo utapata hidayah. Wa adhhir lahu hajatak, nadhihirisha kwake yeye haja zako. Wa fakrak, dhihirisha kwamba wewe ni fukara, unahitajia kwake yeye. Was'alhu dawman al-ikhlas, na umuombe Allah tabaraka wa taala kwamba akudumishe katika matendo yako katika ikhlas. Wakad kana aktharu du'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ndio unakuta katika nyingi ya dua za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akiomba Allahumma ij'al amali kullahu saliha, ewe Allah tabaraka wa taala ijalie matendo yangu yote, amali zangu zote khalisan, kwamba nimezifanya katika ikhlas. Waj'alhu liwajhik, na ajalie matendo yangu natenda kwa ajili yako Allah tabaraka wa taala, khalisan, ambaye nimeyatakasa kwa ajili yako. Wala taj'al li ahadin fihi shay'a, wala usinijalie mimi kwamba ni mwenye kutenda matendo yangu kwa ajili ya yeyote katika hawa na Adam. Kwa hiyo tendo la huyu bani Adam, ya huyu mu'min, la kumuomba Allah tabaraka wa taala ni katika moja ya vipengele ambavyo vitaifanya yale matendo yako kwamba yawe katika ikhlasi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Muombe Allah tabaraka wa taala akujalie kwamba matendo yako yawe ya ikhlas. Lakini pia kitendo chengine ambacho kitamfanya huyu mwanadamu kwamba matendo yake yawe ni ikhlas, ikhfaul amal, kuzificha zile amali ambazo zinastahiki kufichwa, kwa sababu kullama statara al-amal, kila anapokuwa huyu mwanadamu anaficha yale matendo, alladhi yushra'u fihi al-ikhfa, kana aqrabu ila al-ikhlas wa arja al-qabul. Yani kila anapokuwa yeye anayaficha matendo yale ambaye yameruhusiwa kufichwa, basi huyu mwanadamu anakuwa yuko karibu zaidi katika ile ikhlas, kwamba kulitenda lile tendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na anatarajiwa zaidi katika tendo lake kama lile kukubalika. Lakini angalia mtu ambaye ni mukhlis, ambaye ni sadiq wa kisawasawa, mkweli, ikhfa'u hasanatihi, siku zote nakuwa ni yenye kuficha, ni mwenye kuficha yale mazuri yake, yale matendo mema yake anayotenda, anakuwa ni mwenye kuyaficha. Kama yuhibbu an yukhfi sayiatihi, kama vile ambavyo mtu ambaye ni mtu mukhlis, mtu ni mtu mzuri, anapenda kwamba maovu yake yafichike, yasionekane. Anapokuwa yeye ni mukhlis kwa matendo yake mazuri anayaficha, hata yale maovu yake anakuwa ni mwenye kuyaficha. Na tumetangulia katika hadithi iliyotangulia ya wale watu ambao ni 7, yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah tabaraka wa taala atawaweka katika kivuli chake, yawma la dhilla illa dhilluhu, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, na mtu ambaye ametoa sadaqa, lakini sadaqa kama ile fa akhfaha, yani akaificha sana ile sadaqa, hatta la ta'lama shimaluhu, baka ule mkono wake wa kulia ukawa haujui ma tunfiqu yaminuhu, nini kimetoa katika mkono wake wa kulia. Mkono wa kushoto umeficha, mkono wa kulia haujui nini kimetolewa. Kwa hiyo hii ndiyo hali ya mtu ambaye ni mukhlis, ambaye ametakasa matendo yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndiyo akasema Bishru ibn al-Harith rahimahullah, Bishru al-Hafi ibn al-Harith asema la ta'mal litudhkar, usiwe ni mwenye kutenda wewe matendo ili upate kutajika, watu wawe watakuwa ni wenye kukusifu. Uktumil hasana, ficha jema lako,
kama taktumu sayyi'a, kama vile ambavyo unaficha lile ovu ambalo unalifanya. Angalia maneno matamu ya Bishrul Hafi, ndio unakuta waqad fudhilat, zimefadhilishwa nafilatu salatu llaili ala nafilati nahar, zikawa ni bora zile swala za sunna za wakati wa usiku ala nafilati nahari, hata kuliko zile swala za sunna wakati wa mchana. Wastighfaru sahri, na mtu kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala kwa wakati ule wa daku, wakati wa usiku. Ala ghairihi, wakati huu ukafadhilisha zaidi kuliko wakati mwingine. Lianna dhalika ablaghu fil israr, kwa sababu haya matendo hayo yanayotendeka kwa wakati huu ni matendo yanatendeka katika upeo wa siri, wa akrabu ila al-ikhlas, na ni matendo ambayo yanafanya huyu mwanadamu kwa ukuruba zaidi katika ile ikhlas. Lakini pia jambo ambalo litamfanya huyu mwanadamu akawa ni mukhlis katika matendo yake, an-nadharu ila a'mali salihin, ni mtu kule kutizama kwake yale matendo ya wale watu wema waliokuwa wametangulia, mimman fawqak, tena wale watu waliokuwa juu yako. Watu wema, kuna watu wema waliokuwa wametangulia, matendo yao waliokuwa wameyatenda, hebu yapime matendo yao na matendo yako. Fi a'malika salihah, katika matendo yako mazuri. La tandhur ila a'malu rijali zamanik, usiangalie matendo ya watu katika zama zako. Mimman hum dunak, tena watu ambao wako katika wako chini, labda wako chini katika kidaraja na wewe. Fil musabaqatu ila alkhairat, katika kutangulia katika mambo ya khairat. Lakini watatalla daiman ila al-iqtidai bil anbiya, lakini wewe siku zote njoo katika kufikia, katika kujifananisha na katika kufuata wale manabii wasalihina, na watu wema waliokuwa wametangulia, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anawataja hawa watu waliokuwa wametutangulia wema hawa. Ulaika alladhina hada Allahu, hawa ni watu ambao Allah tabaraka wa taala amewaongoza. Basi fabihudahu muqtadi, kwa uongofu wao nyinyi fuateni nyayo zao. Lakini pia utakapokuwa ni mwenye kusoma zile sera na mwenendo wa watu ambao ni wema, minal ulama, katika wanavyoni, wal ubad, watu wachaji Mungu, wanubala, watu ambao wamepata mitihani, wazuhad, watu ambao walikuwa ni mazahidi katika hii dunia. Fahuwa arja li ziyadati al-iman fi al-qalbi, hili ni jambo ambalo linatarajiwa kuzidisha ile imani yako na wewe kuwa mukhlis katika nyoyo yako. Lakini jambo jingine ni ihtiqarul amal. Kuna watu wengine ni wenye kudharau yale matendo wanayoyafanya, wakaona haya matendo ni machache, hili ni tendo dogo, hili tendo halifai. Hili ni jambo zuri sana kwa mwanadamu anapokuwa yeye ni mwenye kulidharau au kuliona hili jambo analolifanya halijatosheleza. Sio kulidharau, lakini kuliona kwamba hili jambo halitoshelezi. Labda pengine kaona bado mimi nimefanya tendo la sadaka lakini sijaona kutosheleza. Ihtiqarul amr, yani le jambo wakalifanya kwamba ni nyonge sana. Sasa atakapokuwa huyu mwanadamu anajisuta roho yake kwa namna hii, pia itamfanya yeye kwamba kuwa mukhlis, kulifanya kwa ajili ya Allah. Lakini afatun, jambo ambalo ni afa la mja ni kule kuridhika an nafsihi, kuridhika kwa ile nafsi yake, kwamba mimi natenda matendo mengi bana, mimi natenda matendo ya khairat, akawa yeye ameridhika. Mimi bana ni mtu wa ibada nyingi bana, ameridhika. Sasa man nadhara ila nafsi bi'aini ridha, yoyote mwenye kuitizama ile nafsi yake kwa jicho kwamba yeye akajiona kwamba ameridhika, fakad ahlakaha, hili jambo limemwangamiza. Usiridhike wewe katika matendo unayoyatenda. Lakini
man nadhara ila amalihi bi'aini al-ujbi, mwenye kutizama katika matendo yake kwa jicho ambalo la ujb, akaona mimi bado, anatizama haya matendo mimi sijui kama yatanifikisha kweli, haya matendo yangu haya sioni kama mimi yatanisaidia. Man nadhara ila amali bi'aini al-ujbi. Sasa kuna wale ambao wanatizama yale matendo yao kwa jicho pia la kibri, mimi ndio mimi, akajikita kwa matendo, ana ujub, anatumia kile kiburi na kule kujinaki. Kwa hiyo hapa anapokuwa sampuli hii katika kutumia ujub, qalla ma'ahu al-ikhlas, ile ikhlas yake ni yenye kupungua, au pia huenda ikaondoshwa kabisa katika moyo wake, au huenda pia habitul amal as-salih ba'da al-amal, ni yenye kupomoka na kuondoka yale matendo mema baada mengine. Na unakuta al-allamatu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya na maneno yake alikuwa akisema wa alamatu qabuli al-amal, alama ya kukubalika matendo huyu mwanadamu, ihtiqaruhu wastiqlaluhu, ni kule kulifanya lile tendo akaliona bwana ni tendo ni jepesi sana, akaliona ni tendo ambalo ni dogo sana, yani akaliona lile tendo halimfikishi mahali popote, amelitenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lakini ajiona bado kama yeye hajatenda. Hii ni alama kwamba tendo lake limekubalika. Wasigharuhu fi kalbik, akalifanya kwamba ni tendo dogo sana katika moyo wake. Hatta innal arifa la yastaghfiru Allah aqiba ta'atihi, hata yule ambaye mwenye kutambua anakuwa ni mwenye kutaka msamaha kwa Allah tabaraka wa taala mwisho katika kumtoi kwake. Ndio kuta Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa baada ya kutenda tendo la taa pia analeta msamaha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatenda tendo zuri, anatenda matendo ya sawa kama vile ibada ya swala. Nakuta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sallama min as-salat, anapotoa salamu katika swala, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ni tendo zuri ila swala amefanya ibada ya swala, lakini utamkuta sallallahu alaihi wasallam istaghfara Allahu thalatha, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kwa hiyo mwanadaam hatta inna al-arifa la yastaghfir Allah, hakika yule mwenye kujua anakuwa ni mwenye kuleta msamaha kwa Allah tabaraka wa taala aqiba ta'atihi, mwisho ya toa aliyokuwa ameifanya. Mfano mdogo ni mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika swala zake zote, akimaliza akileta msamaha, anamuomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Lakini pia katika mambo ambayo yatamfanya huyu mwanadamu awe amelifanya lile tendo lake iliwe ni la ikhlas, ni awe na alkhawfu min adami qabuli al-amal, awe na hofu kwamba min adami qabuli al-amal, akawa na hofu kwamba mimi tendo langu au matendo yangu ya khairi haya hayajakubalika, kwa sababu kullu amalin salihin taf'aluhu ihtaqiruhu, kila tendo jema ambalo wewe unalitenda ihtaqiruhu, yani lifanye kwamba hili tendo kwamba ni tendo ambalo bado halijafikia upeo wa juu, yani linyongeshe sana, liwe ulione bado ni dogo, hujafikia katika matendo kwamba ni mengi sana au ni makubwa. Lakini pia unapolitenda tendo kama hili, kun khaifan, kuwa ni mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, min adami qabulihi, kwamba Allah tabaraka wa taala asije kwamba wewe umefanya tendo lako lakini akawa halikubali. Kuwa na hofu kama hiyo.
Wa min hifdhihi, lakini katika kujihifadhi wewe na mambo kama haya, adamul ujbi wal fakhri bihi, usiwe ni mwenye kufanya gogi, wenye kufanya kiburi na kujifakhiri, bali wewe bakisha ile hofu yako ili min adami qabulihi muallaqa, kwa kutokuwa ile tendo lako halijakubalika, uwe umejifungamanisha na Allah tabaraka wa taala. Ukiwa na hofu kwamba mimi tendo langu halijakubalika, wewe itakuwa bado umejifungamanisha na Allah tabaraka wa taala, uko karibu na Allah tabaraka wa taala. Al-Imamu Ahmad na al-Imamu Tirmidhi anasema anna al-mu'minina Aisha radhiyallahu anha qalat, anasema Aisha, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, walladhina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila, na wale ambao yu'tuna, yani wanaleta, yani maana wanatenda, ma atu, kwa yale waliokuwa wameleta, na nyoyo zao zilizokuwa na hofu, annahum ila rabbihum rajiun, je, kwa Mola wao hawa ndio waliokuwa wameregea, ndio waliotarajia kwa Allah tabaraka wa taala, wanatekeleza kama vile walivyokuwa wameamrishwa. Je, hawa ndio watu waliokuwa wameregea kwa Allah tabaraka wa taala? Anasema hawa ni wale watu ambao huwa alladhi yasriq wa yazni, mtu anaiba, mtu anazini, wa yashrabu alkhamra, mtu anakunywa pombe, lakini wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Je, ni huyu mtu ambaye anazini, anaiba na anakunywa pombe, lakini anamwogopa Allah tabaraka wa taala? Huyu ndio mtu anaingia katika aya hii, wanaotekeleza matendo lakini wao wanakuwa na hofu kwa Allah tabaraka wa taala, wanazini, wanaiba, wanakunywa pombe, lakini wanamwogopa Allah tabaraka wa taala. Je, hawa ndio watu waliokuwa walikuwa na hofu na kwa Allah tabaraka wa taala? Aisha anamwambia, qala la ya binta Abi Bakr as-Siddiq. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, namwambia Aisha, la ya binta Abu Bakar, sio hivyo unavyofikiria ewe binti wa Abu Bakar, ewe Aisha, walakinnahum alladhina yusallun, hawa ni watu ambao wanaswali, wayasumun, lakini wanafunga pia, wayatasaddaqun, na wanatoa sadaka, wa hum khaifuna an la yuqbala minhum, lakini wana hofu kwamba wao matendo yao hayatakubalika kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mambo ambayo yanampeleka huyu mwanadamu ni mengi sana, katika kwamba yeye kuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, yakiwemo adamu taathuru bi kalami nnas. Kuna watu wengine wana maneno mabaya, maneno maovu, mtu akawa haathiriki na yale maneno ya watu, anakupatia maneno mpaka unatoka katika ile ikhlas iliyokuwa nayo. Ndio pale Ibn al-Jawzi akasema, tarku nadharu ila al-khalqi, wewe ukiacha kutizama hawa viumbe, wa mahu al-jahi min qulubihim bil amal, kuacha kwamba an-nadharu ila al-khalqi, kuwatizama hawa viumbe na kujivua kile cheo, min qulubihim bil amal, kutoka katika nyoyo zao kwa matendo, wa ikhlasul qasdi, na kuwa na ikhlasi kwa yale uliokuwa umeyakusudia, wa satril hal, na kujistiri katika hali, huwa alladhi rafa'a man rafa. Haya ndiyo mambo yaliyowanyanyua waliokuwa wamenyanyuliwa. Lakini pia jambo ambalo litafanya kwamba matendo yako yawe ya ikhlas, istishab anna an-nasa la yamlikuna jannatan wala naran, ni kuleta karibu
kuwa na hisia kwamba hawa wana Adam la yamlikuna jannatan wala nar, hawana umiliki wa pepo wala hawana umiliki wa moto, lakini mwenye umiliki wa hivyo ni Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ukitaka matendo yako yawe ya ikhlas, yawe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tadhakkar, kumbuka kwamba annaka fil qabri, kwamba wewe katika kaburi, bimufradik, utakuwa uko peke yako, huna mwenzako, utakuwa peke yako katika ile kaburi. Unapolikumbuka hili, basi wewe hata yale matendo utakayoyatenda utakuwa ni mwenye kuyatenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika iman, al-ikhlas kama tulivyoitaja ndiyo aslu min usuli din, msingi wa kwanza huu katika msingi wa dini, lakini pia ndiyo njia ya kwanza ya huyu mwanadamu ya kumwelekeza yeye katika saada na kumfikisha yeye katika furaha ambayo ni furaha ya milele, as-saadatu al-haqiqiyatu al-abadiyya, furaha ile ambayo ni ya milele ya akhira. Anapokuwa yeye ametenda matendo yake, kwa sababu mwanadamu matendo anayotenda ni mengi hapa duniani, ni ahakikishe kwamba matendo kama haya ameyatenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah akitupatia afya na umri, tutakuja kuelezea zile njia nyingine ambazo zilizokuwa zimebakia, ambazo zitampelekesha huyu mwanadamu au zitamfikisha huyu mwanadamu katika kupata ile saadatul haqiqiyya, as-saadatul abadiyya, minha at-tawakkul ala Allah ta'ala. Miongoni mwa njia kama hizo ni kule kutawakkal huyu mwanadamu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na haya yote ni au hizi zote ni njia za at-tauhid kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Nas'alullah al-azim rabbal arshil karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.